Makomborero obo. Kuna nyimbo zinazoburudisha, kuna nyimbo zinazofundisha, lakini kuna nyimbo chache sana zinazogeuka kuwa nyimbo za nchi, ukanda na wakati mwingine bara zima. Africa for Jesus au Makomborero ni moja ya nyimbo hizo. Leo nataka tuangalie safari ya wimbo huu kutoka madhabahu ya Limpopo, Afrika Kusini mpaka kwenye akaunti za mitandao ya kijamii ya wanaharakati, content creators na wanasiasa Tanzania. Safari ambayo hata walioimba wimbo huu huenda hawakuiona kwa namna hii. Mwanzo wa Makomborero haukuanza studio, ulianza kwenye maandiko. Mchungaji Meshek Mahendere alijikuta akisoma kifungu ambacho kimekuwa moyo wa mabadiliko mengi ya kiroho duniani. Kifungu kutoka Mambo ya Nyakati 7:14. Na nukuu, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kutoka hapo ndipo mchungaji Meshek akapata picha kubwa sana. Afrika, bara lenye mali, vipaji, nguvu, lakini pia lenye vidonda vya historia, ukosefu wa amani na milima ya changamoto. Jamaa kawaza ndani yake, akaona so kweli, kama Afrika yote itarejea kwa Mungu inaweza kuinuka tena. Na hapo ndipo wimbo ulipopata uhai kwa mara ya kwanza. Wakati Worship House wakiwa wanatimiza miaka 20 ya huduma, waliamua kufanya kitu ambacho kingeacha alama ya kudumu. Mapema mwaka 2024 wakazindua albamu ya Worship House 20 Celebration Live in Limpopo. Na katika albamu hiyo Africa for Jesus ikawa wimbo wa ufunguzi. Hapo ndipo cheche ya kwanza ya wimbo huu ilipoanza kuwaka. Ukiusikiliza vizuri wimbo huu utagundua kuwa umebeba maombi, baraka, neno la matumaini na wito wa bara zima kusimama pamoja. Sio tu kama waumini bali wa Afrika wanaotaka kuona kesho iliyo nzuri. Wimbo huu haukuimbwa kwa madhabahu pekee. Umeimbwa kwa ajili ya Afrika yenye majeraha, Afrika inayotafuta uponyaji, Afrika inayotaka uhuru wa kiuchumi, Afrika inayotamani amani bila mipaka. Ni wimbo wa kuomba, Bwana bariki Afrika, bariki watoto wake, bariki ndoto za vizazi vijavyo. Na maneno haya yakaingia kwenye mioyo ya watu kama sauti ya faraja na ufufuo wa roho. Ndani ya miezi michache tu Africa for Jesus ukavuka mipaka ya makanisa, ukavuka mipaka ya vipindi vya Injili, ukavuka mipaka hata ya dhamira ya wale walioiumba. Ukafika Zambia, Zimbabwe, Namibia, Uganda, DRC, ukavuka bahari ya Hindi na kuingia Tanzania. Na hapa ndipo hadithi inageuka. Katika nyakati za ekaeka, misuguano ya kijamii na hamasa za wananchi, wimbo huu ukaingia mtaani. Ukawa wimbo wa kupeana nguvu, kuonyesha umoja, kuwa mshahari na hata kutangaza misimamo ya kijamii. Watu wakaimba Makomborero kwa nguvu kwenye maandamano, mikusanyiko na kwenye video za simu zenye hisia nzito. Na swali linabaki, je, Worship House wanajua namna wimbo wao unavyotumika huku Tanzania? Baada ya uzinduzi wake, wimbo ukaenda viral kwa kasi ya 5G. Ukapata mamilioni ya watazamaji YouTube. Ukasambaa kwenye makanisa na mabaraza. Ukashinda tuzo. Kawa wimbo wa maombi ya bara. Kwa Worship House huu ulikuwa ushindi wa kiroho. Lakini kwa Afrika huu ukawa mwito wa kubadilisha nafsi na pia jamii. Nakupa faida ya ziada leo kwa kukufahamisha kidogo kuhusu Worship House, ambao kwa sasa wana zaidi ya miaka 20 ya kusimama kwa imani. Kundi hili kutoka Limpopo limejijenga kwa kuinua vipaji, kusaidia jamii, kueneza Injili kwa upole na nguvu kubwa, na kupaza sauti ya matumaini barani Afrika. Kupitia Africa for Jesus, wameandika sura mpya, sura iliyovuka mipaka ya dini na kugusa kwa kina siasa, jamii na harakati. Kwa ufupi, Makomborero ni zaidi ya wimbo, ni sala ya bara zima, ni wito wa amani, ni mwanga wa matumaini, na sasa pia ni sauti ya umoja na harakati katika nchi mbalimbali ikiwemo Tanzania. Wale walioimba huenda walitaka kuponya roho za watu, lakini wimbo wao sasa unapigana vita nyingine, vita ya matumaini ya watu wanaotamani kesho iliyo bora. Makomborero obo. Makomborero obo.